إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآيات. بعدكم شكر الله لكم تكرهما kipenzi chake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Shukrani kubwa ni za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa neema na afya na siha kutoka katika juma lililopita hadi kuwepo pamoja katika juma kama hili tukufu. Ahibatan kiram, jambo la kwanza ni kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu masaibu ambayo kwamba au msiba ambao kwamba umetufikia ni ibra kwa mwanadamu tosha kuonesha kwamba leo upo kesho upo katika dunia, na la kubwa la mwanadamu ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpatia hii neema ya kuwa katika hii dunia. Lakini tusisahau kwamba thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im. Ahibatul kiram, darasa yetu ya leo ni kuzungumzia saibu moja ambalo kwamba litofika katika mji wetu kama huu katika takriban wiki moja au wiki moja na nusu au wiki mbili zilizopita. Tatizo ambalo kwamba liliwasibu watu wa mji huu, tatizo ambalo kwamba lilishtusha watu wa mji huu, tatizo ambalo kwamba wengi walishangaa na kupiga mshangao kwa kitu ambacho kwamba kilitokea. Ukivuta fikra yako kama mkazi wa mji wa Matondoni, wiki mbili zilizopita tulifikiwa na saibu ambalo kwamba lote sisi lilituhuzunisha. Saibu ambalo kwamba kuondokewa na mwenzetu ambao kwamba mwenzetu aliondoka katika hali wengi katika Waislamu hawaitarajii katika dunia kama hii kuondokewa na hiyo hali. Kupitia uzito wa ile hali na namna ile hali ambao kwamba mwenzetu aliondoka, hakuna mja hata mmoja ambaye kwamba anatamani katika dunia hii aondoke bila. Lakini qaddara Allahu bima sha'a fa'ala wa inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Na Allah subhanahu wa ta'ala akapitisha upanga wake, akapitisha amri yake, akaondoka vile ambavyo kwamba mzee hakutarajia ataondoka hivyo. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mwanadamu, hujui hii nafsi sehemu gani ambao kwamba itaondoka. Jua mwanadamu, katika nafsi yako kuna mambo matatu hujui kupitia hii nafsi yako. Hujui sehemu gani utaondoka, hujui ni wakati gani utaondoka, na hujui ni hali gani na namna gani utaondoka katika ardhi. Kubwa tu ni kutambua kwamba ipo siku tutaondoka katika mgongo wa ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Lakini nafsi hiyo hujui vipi yale mauti yatayaonda, na hujui vipi yale mauti yatakuondosha katika ardhi, na hujui vipi yale mauti yatakuondosha sehemu gani katika ardhi. Kwa hivyo tukivuta historia ya nyuma, wiki mbili zilizopita, mzee wetu aliondoka katika hali ambayo kwamba Muislamu haitarajii, hali ya udhalili, ni qatlu bighairi alhaqi, mtu kuuliwa katika njia ambayo kwamba si haki ya madhulum, ambayo kwamba ndio itakuwa ni madhumuni yetu kupelekea kuzungumzia namna gani ambayo kwamba linapelekea hili jambo kuzidi na kuenea katika miji. Lakini tueleweni ahibatan kiram, qatlul madhlum au qatlun nafs bighairi alhaqi haiji tu kwa mtu kupigwa mapanga na kuuawa kwa zisu peke yake. Mtu kuuliwa kwa dhulma, mtu kuondoshwa nafsi pasina haki, tusione ni kwa mtu kuchinjwa tu peke yake. Kuna sampuli nyingi ambazo kwamba wanadamu wanazifanya, inasemekana kwamba na kuonesha taswira kwamba huyu mwanadamu ameuawa kidhulma. Ndio nikakwambia kwamba nafsi kuuawa bila haki, nafsi kuondoshwa kwa dhulma katika hii dunia, si kupitia kuuawa tu kwa mapanga na visu. Kuna njia zingine ambazo kwamba wanadamu wanazitumia, lakini katika mji wetu hatuzioni. Tunaona njia ya mtu kuchinjwa kwa mapanga, lakini kuna njia zingine ambazo kwamba ni ashaddu na hizo. Ahibatul kiram, kuna njia ambayo kwamba miongoni mwa njia ambayo kwamba watu wanaitumia kuonesha kwamba hii njia watu wanaondoa watu katika dunia bighairi alhaqi, pasina haki. Kuna watu wanaroga watu na kuondosha katika dunia. Kuna watu wanakula watu, na hili jambo si uongo, na hapa niko juu ya mimbar. Kuna watu wanaondosha watu katika dunia kwa sababu ya mambo ya kidunia. Wallahi ahibatul kiram, kuna watu katika dunia hii
Kuna watu katika mji wetu huu, wallahi wa billahi, sisi tunatarajia tumewazika, lakini hao watu bado wapo wanaishi. Kuna watu tumewaosha, tukabeba tusi zao, tukawapeleka katika msikiti, tukawaswalia, tukawatia katika mfuko wa kabri, lakini wallahi wa billahi hao watu wapo. Na hii njia ni wanadamu kama mimi na wewe walikuja kuifanya, kumuondoa mtu katika dunia. Qatlun nafsi bighairi alhaqi. Watu wamekuwa katika ulimwengu huu wanaondosha watu duniani kwa sababu ya tamaa fulani. Lakini la mwanadamu anaona kuua mtu pasi na haki ni kule kuchinjwa visu kuna mapanga, lakini kuna watu wanaua nyoyo za watu kupitia hizi njia. Na kuna sababu ambazo kwamba zinapelekea haya mambo kutendeka. Ni mtoto wako na mtoto wa mwenzako, ni mama yako na mamake mwenzako, ni anti yake na anti yake mwenzako ndio wanaofanya mambo haya. Haya mambo ya watu kuondoshana duniani pasi na haki, si mtu ambao kwamba ametoka mbinguni anafanya, ni dada yake fulani, mzazi wake fulani, anti yake fulani, shangazi yake fulani ndio anafanya haya mambo. Lakini kuna sababu ambazo kwamba hibatul kiram zinapelekea wanadamu kuwaua wanadamu wenzao pasi na haki, pasi na kuwa na huruma ya wanadamu. Je, ni sababu gani ambazo kwamba zinapelekea wanadamu kuwaondosha wanadamu wenzao katika dunia pasi na haki yoyote? Anasema katika sababu ya kwanza, adamu tatbiqul qaswais ala alqatla, ni kule mwanadamu kutolipiza kisasi kwa yule ambaye kwamba ni muuaji. Tumekuwa na huruma nyingi watu wa Matondoni kwa yale ambayo kwamba yanafanyika. Leo mtu ambaye kwamba anafanya kosa, lau utamwadhibu, hakuna mtu mbaya ataonekana kama wewe ulioadhibu kupitia kile ulichokosea. Mtu atakushikia mtoto wako akuharibie, lau utampeleka mbele na kumshtaki, hakuna mtu atakuwa mbaya kama wewe ulikwenda kumshtaki yule aliyokuharibia mtoto wako. Leo mtoto wako atafanya masaibu kadhaa, hakuna mtu ambaye kwamba atakuwa mbaya kwako kuliko yule aliyokwenda kumshtaki yule mtoto wako. Ndio sasa kuzembea katika hili, kuwa na huruma, inapelekea watu wapande daraja mpaka wawe hawana huruma katika kuua watu. Mtoto ataiba, ataenda mzazi wake kumpigia kifua, hili alilofanya si kosa, anafaa kusamehewa, na ukimpeleka mbele wewe ndio umekosea. Utaona huruma kwa lile aliloiba, utamsamehe. Siku nyingine atamua punda wa mtu, utamsamehe. Ndio hapo sasa kutolipizwa kisasi kwa yale ambayo kwamba watu wanayafanya, ndio inapelekea watu kupanda daraja na kuua watu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walakum fil qisasil hayati ya ulil albab la'allakum tattaqun. Enyi wanadamu, katika hiki kisasi mna uhai. Mtu ambaye kwamba anafanya jambo ambalo kwamba linastahili qisas, anafaa kufanywa kisasi. Ndio maana Uislamu ukatokea sheria, anaiba akatwe mkono, anaizini apigwe mboko, kwa sababu haya mambo yasiendelee. Lakini kwa huruma zetu, anaiba unamsamehe, anaizini anaozeshwa, anaifanya hivi anafanywa hivi, ndio mambo yanazidi mpaka yanapanda mipaka. Tunauana Waislamu kwa Waislamu. Ndio maana mji wetu utaona mtu amezini, la kufanywa suluhisho si kuadhibiwa, ni yeye kuozeshwa tena bure. Ndio watu sasa anachukua formula, anakuambia ukitaka kuoa tukue tu mtoto wa mtu, mweke ujauzito, utamuoa bure. Yalopelekea ni haya ni yapi? Ni kule kusameheana katika kisasi. Lao mtu atamshika mtoto wa watu na adhibiwa kwa kile anachostahili, haya mambo hayatoendelea. Lao mtu ataiba, ataadhibiwa kwa kile alichoiba, haya mambo hatoendelea. Lakini mtu mbaya Matondoni ni yule ambaye kwamba analipa kisasi kwa yule mtu aliyolifanya lile baya. Kwa sababu ya hili kutolipa kisasi, linapelekea watu kuuawa pasina haki. Ama shay'u thani, ama jambo la pili, intisharul afatul mukhaddirat, ni huku kuendelea na kuenea kwa madawa ya kulevya, kuingia kwa uraibu wa aina fulani fulani wa staili mbalimbali, inapelekea haya mambo kutokea. Mtu mwenye uraibu hapendi kufanya kazi, mtu mwenye uraibu hapendi kufanya kazi, na badala hapendi kufanya kazi, hataki kukosa peni katika mfuko wake. Utamuona mtu ni mraibu lakini kazi hataki kufanya, na mbali ya hivyo hataki kufanya kazi, lakini hataki mfuko wake ukose pesa ndani yake. Cha kufanya ni kipi? Anayemuona njiani anampora, ima atamuua au atatoa rahisi achukue zile pesa. Lau utashindana, ataua ile nafsi ya Muislamu pasina kufahamu kwamba na yeye anaitwa Muhammad wa Ali. Ndio maana utaona watu wanapora, watu wanaibiwa. Sababu ni nini? Mtu anatafuta uraibu.
na mraibu hataki kufanya kazi, na mfukoni hataki kukosa pesa. Kupitia haya yote hibatul kiram, la mikhaddarat kuendelea, la watu kunywa mapombe, la watu kuvuta vitu ambavyo kwamba havistahiki, vinapelekea watu kuuawa katika njia ambayo kwamba si haki. Anasema qauluhu ta'ala, badala Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea kuhusiana na ubaya wa mikhaddarat, kusema kwamba innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan, ni katika kazi ya shaytan, kwa sababu mikhaddarati hii yote rais wake ni shaytan. Ile akili ambayo kwamba inapatikana katika mikhaddarat, shaytan ndio anaiongoza. Na ni upi ubaya wa shaytan? Allah subhanahu wa ta'ala anasema inma yuridu shaytan, hakika anachotaka shaytani kwenu nyinyi, baada ya nyinyi mshalewa akili zishakuwa za shaytan, baada ya nyinyi mshaingia katika uraibu akili zishakuwa shaytan. Ni nini shaytani anachotaka kwenu nyinyi? Inma yuridu shaytan, hakika anachotaka shaytani kwenu nyinyi, an yuqiya bainakum, ili muingie kati yenu al-adawata, katika uadui. Shaytani baada ya kuingia katika mikhaddarati, yule ni shaytani, badala ya kuingia katika akili yako anachotaka ni nini? An yuqa bainakum, ili muingie kati yenu bil adawati, katika nini? Uadui. Wal baghdau, na hasira. Fil khamri, katika tebo. Wal maisari, na kamari. Shetani baada ya kukuonyesha wewe mikhaddarat, yeye ndio anayetawala akili. Baada ya kutawala akili ni nini? Anahitaji mwanadamu kati yake na yeye kwa yeye waingie katika vita na hasira. Kwa maana anaikunywa pombe, utashangaa kwa nini mtu amekunywa pombe ameenda kufanya mambo ambayo kwamba hayastahili. Mtu anakuta sigara, anafanya mambo ambayo kwamba hayastahili. Mtu anakula mambo ambayo kwamba hayaeleweki, mikhaddarat inampelekea mambo kufanya ambayo kwamba wewe mwanadamu kitakili huwezi kuyafanya. Haya yote ni akili ya shaytan ambayo kwamba ipo katika mikhaddarat. Ahibatul kiram, ama sababu nyingine, an yakuna al-insanu ajula, ni kule mwanadamu kuwa na sifa ya tamaa. Kule mwanadamu kuweka tamaa katika roho yake ndio inampelekea kuwa nafsi pasina haki. Leo wanadamu tunachopata hakitutoshi. Tukifikiria historia ya zamani na sasa ni tofauti. Zamani watu walikuwa wamezoea kwamba mwanamume ndani ya nyumba ndio anayefanya kazi na watu wanatosheka kwa kinachopatikana ndani ya nyumba. Lakini sasa hii mwanamke anafanya kazi, mwanamume anafanya kazi ndani ya nyumba, na ndani ya nyumba bado kinachopatikana hakitosheki. Mwanamume anafanya kazi kivyake, mwanamke anafanya kazi kivyake, lakini bado ukiangalia ndani ya nyumba, waliokuwa ndani ya nyumba hawatosheki na kile wanachokipata. Ukiulizia zamani, mwanamume ndio alikuwa akienda kazini tu. Ukiulizia zamani, mpaka wanawake walikuwa hawasomi na watu hawafi njaa. Lakini sasa hivi mwanamke anasoma na kufanya kazi, na mwanamume anasoma na kufanya kazi, lakini ukiulizia ndani ya nyumba bado watu hawajatosheka. Kila mtu ameweka tamaa katika roho yake. Ndio baada ya hapo mwanadamu kuona hafikia yale ambayo kwamba anahitaji kupitia kazi yake, anaamua kuwa roho za watu pasina kuona imani. Kama mtu ni mwalimu, mtu ni daktari, lakini kwa mshahara anaupata kwenye udaktari na ualimu hayamfikishi katika yale malengo yake. Cha kuamua ni nini? Wacha daktari uwepo na niongezee level kwa ndani ili nifikie yale matarajio ambayo kwamba nayapata. Ikiwa hatosheki rais mwenye nchi, wewe ambao kwamba ni raia pia uweze kutosheka. Fanya utakavyofanya, fanya uwa roho za watu utakavyoua, lakini hakuna siku utakuja kutosheka. Ndio sifa ya mwanadamu hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wayad'u al-insanu bisharri, na anaomba mwanadamu dua ya shari. Mwanadamu anaomba shari, duaahu bil khair, hali ya kuwa ni wakati anaweza kuomba khairi. Mwanadamu kuna wakati anaomba dua za shari, hali ya kuwa huo wakati anaweza kuomba khairi. Kwa mfano mzazi, wazazi wana tabia za kuwapiza vijana. Tamona mzazi kidogo tu mwana amemkosea, mwana lana wewe. Kijana kidogo amekosea, mwana izaya wewe. Kijana amekosea, mwana hivi. Yani ni wakati ambapo kwamba mzazi anamwambia mtoto wake bisharri, kwa shari, na huenda ule wakati mzazi angeweza kumwambia mtoto wake khairi. Lakini la mzazi kukosekana na discipline ya malezi, anasahau kwamba huyu ni mtoto wangu, lao ataharibika ndio nimeharibika mimi. Kisha akasema katika aya Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana al-insanu ajula, hakika mwanadamu
hakuacha kuwa mwanadamu ajula, ni mwenye tamaa katika ardhi. Hiyo ndio sifa ya mwanadamu, hayo ndio maumbile ya mwanadamu. Ndio maana mtu kuambia kuna mtu choka na pesa, kuna mtu choka na kadhaa, kwa sababu ndio sifa ya mwanadamu, ajula. Sifa yake mwanadamu siku zote ni mwenye tamaa. Kupitia hii tamaa ambayo kwamba tumeiweka katika roho zetu, ndio maana tunafanya mambo ambayo kwamba wewe mwanadamu ukifikiria, imani haikuingii katika roho yako. Ama sababu ya nyingine, al-ihmalu al-aba wal ummahatu bitarbiyah, ni kule wazazi wa kike na wa kiume kuzembea katika malezi. Mzazi kule kuzembea kwake katika malezi, mzazi wa kiume pengine siku hizi amekuwa hana sei kwa mzazi wa kike, na jambo linaloharibika ndani ya nyumba, masuhulia siku hizi amekuwa anaulizwa ni mzazi wa kike. Lakini wewe kama baba ndani ya nyumba unafaa kutoa sauti yako ya kiume. Wewe ni baba, ikiwa huna umiliki na kile kilioko ndani, sufuria nini, lakini kuwa na umiliki na mtoto wako, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni wasia aliutoa kwa mwanadamu, akamwambia yusikumullahu fi auladikum, anawahusieni nyinyi Mwenyezi Mungu kutokamana na watoto wenu. Aya hii iliteremka mbele kabla ya aya Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha wawasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Aya ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha hii aya ambayo kwamba inasema yusikumullahu fi auladikum, kabla hajaiteremsha aya wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Kwa hivyo wewe ni mzazi, ikiwa huna umiliki na kilioko ndani ya nyumba, manake tunaweza kusema kwamba majumba wanaojenga ni wanawake, vitu ndani ya nyumba wanaonunua ni wanawake. Lakini ikiwa una umiliki na hivyo vitu vyote ndani ya nyumba, kuwa na umiliki na mtoto wako, kwa sababu utakuwa masuhulia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulatun an ra'iyat, kila mtu ni mtunga na kila mtu atakwenda kuuliza na kile alichokitunga. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi watu mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, jiokoeni nafsi zenu, wa ahlikum, na jamaa zenu na watu wenu, nara, kutokamana na moto. Kwa hivyo la wazazi kuzembea katika malezi, mzazi wa kike, mzazi wa kiume kuzembea katika malezi, inapelekea haya mambo ya watu kuuawa pasina haki. Utamwona mtoto mdogo amekuja kumpiga mzee fimbo, mtoto mdogo amekuja kumpiga mzee panga, mtoto mdogo ameamua kumtishia mzee katika njia. Ukiangalia sababu kubwa ni nini? Malezi kukosekana. Mtoto amezoea kutendekezwa katika ndani ya nyumba, mpaka nje anafanya zile tendekezo ambazo kwamba ziko ndani ya nyumba. Na wewe nje lao ataadhibiwa, unakuwa yule anayekuadhibia mtoto wako ni mbaya zaidi ulimwenguni, hakuna kama yeye. Hali ya kuwa unajua kwamba kosa la mtoto wangu ni kosa, lakini mzazi kukosa kufahamu kwamba malezi ni hivi, anampoteza mtoto wake katika mwelekeo. Ndio maana ukiangalia taswira ya watoto wote wana tabia ambazo kwamba wanaziiga kwa wazazi wao. Mfano tabia ya urongo. Tabia ya urongo ni tabia ambayo kwamba mtoto hakuinukia nayo, alilakinishwa nayo kupitia mzazi wake. Mzazi siku ya kwanza mtoto atoenda madrasa, atampeleka yeye mzazi guu mwanda guu pili mpaka madrasa. Mtoto anababaika, mimi naenda kufanya nini? Kupijwa. Lakini akifika madrasa, mzazi anamwambia urongo mwalimu, bea mtoto wake, alikuwa una matumbo huyu, ndio maana kupata kuja alfajiri. Mtoto akitia katika akili yake sina matumbo mchana, sina matumbo ya usiku. Lakini mzazi wake alinena urongo mbele ya mwalimu kwamba uko na matumbo, na yeye uko hapo, akasaidika, akaepukana na kupijwa madrasa. Akaona kumbe la urongo ndio linaniepusha mimi kupijwa wapi? Madrasa. Huyo mtoto kwanza hapo hakuna siku atakuja madrasa atasema kweli kwa kile alichokifanya. Nani alimwanzisha kumlakinisha hii tabia? Ni mzazi. Lao mzazi angekuja naye angemwambia bwana, mimi nilisahau kumaanisha, alikuwa hana lolote, hakutaka tu kuja madrasa, mtoto angeamini kwamba kumbe nafaa mimi kusema ukweli. Lakini mzazi alipokuja naye akamwambia alikuwa na matumbo jana usiku amenikeshesha, hali yako yeye alilala koromu, mtoto wake alilala koromu, lakini akasema hili ni jambo dogo, nikisema tu una matumbo si mwalimu atanielewa. Ndio maana sasa mtoto kuanzia hapo anaona kwamba kumbe urongo katika dunia ndio utetezi. Ndio utaona watoto wote madrasa hawaaminiki. Kwa sababu gani? Urongo ule ulilakinishwa kupitia wazazi wao. Kwa hivyo la tabia ambalo kwamba watoto wanaridhika malezi kupitia wazazi wao, inapelekea watoto kuwa nafsi pasina haki. Ndio maana ukisikia watu wanauawa na mabarabara wadogo wadogo tu,
Vijana ambao kwamba wako miaka 18, 19, utaona kwa siku wameoa watu wawili, watu watatu bila kufikiria, bila kuwa na hamu. Kwa sababu anajua lolote linalotokea mzazi wangu yupo. Na pili jambo, yeye malezi aliolelewa kwamba hufai kuwa na imani na mtu, akupijao mpige. Ndio maana utaona wanaua watu, muone mtu mzima ambao kwamba ana miaka 40 wala 50. Anayeua watu ni mtoto wa miaka 15, 16. Utamuona ameua mtu bila kushangaa. Kwa nini? Malezi ambayo kwamba watoto wamelelewa. Hakuna mtoto anayezaliwa bila mzazi. Hakuna mtoto anayemea, kila mtoto anayezaliwa na mzazi. Kwa nini mtoto akose malezi? Wewe baba, na unajua utakwenda kuulizwa siku ya kiyama, thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im. Kisha utakwenda kuulizwa na zile neema ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia nazo. Na Allah anasema inma tu'aduna lawaqi. Na chochote ambacho kwamba tumekuahidi wewe mwanadamu ujue kitatokea. Lau utakuwa ni mzazi, utazembea kwa malezi yako, utakuja mwana wako kulia, utakuja kulia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Qultu ma sami'tum fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أيها الكرام, hizo ni miongoni mwa sababu ambazo kwamba zinapelekea mauaji ya watu kuuliwa pasina haki, kuuliwa nafsi kidhalili na kikatili. Hizo ni miongoni mwa sababu. Lakini madamu tumejua sababu ambazo kwamba zinapelekea haya mambo, tunafaa kutafuta tiba yake kama Waislamu. Hatufai kuacha haya mambo yawe yanaendelea kila mwaka ndio ni msimu. Kila mwaka haya mambo tumezoea kutusibu kila mwaka. Tunafaa kutafuta suluhisho kama Waislamu. Miongoni mwa suluhisho, anurabbi auladuna wa nasra fi qulubihim khawfullahi wal inqiyad li awamirihi. Ni kule watoto kulelewa na wazazi wao na kutiwa hofu ya uchaji Mungu katika nyoyo zao katika kufuata amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa tiba ambayo kwamba yatapelekea haya matatizo kupungua katika ulimwengu na kupungua katika jamii ni kule mzazi kumfundisha mtoto wake na kumlea malezi mtoto wake, ambayo kwamba malezi hayo atamtia mtoto wake katika moyo wake uchaji Mungu na kufuata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo wazazi, intimamu zetu ni katika elimu peke yake, si katika watoto kufuata maamrisho ya Allah. Utamwona mzazi, mtoto bado mwezi mzima kufunguliwa shule, anampeleka shopping ambayo kwamba atafanya ili mtoto wake akiingia darasani aweko active. Lakini hujamuona mzazi kama huyo kumweka mtoto wake chini kumhusia kuhusiana na kuswali. Hujamuona mzazi kama huyo kumweka msichana wake chini kumhusia kwamba ukiwa msichana utafikiwa na mambo kadhaa. Ndio maana wasichana wengine wanafikiwa na mambo ambayo kwamba wanapelekea wao kuharibu mwelekeo. Wewe ni mzazi, hujawahi kukaa na barabara wako hata siku moja kumfundisha ukibaliki utakuwa hivi. Ni wazazi wengi hawakai na mabarabara zao. Tamuona kijana ameinuka tu amejiona mimi kumbe nimebaliki. Hakuna mzazi anamweka mtoto wake anamwambia kwamba ukibaliki utatokewa na mambo kadhaa, utafikiwa na masaibu kadhaa, unafaa kufanya kadhaa. Hakuna mzazi hata mmoja. Tamuona mzazi kumwambia kwake yule mtoto ni kumtusi. Wewe siku hizi umebaliki wewe. Kwa nini kumtanabaisha mbele kwamba ukibaliki utafanya mambo kadhaa? Lakini mzazi kumwambia mtoto wake ni kupitia matukani. Anamwambia mtoto wake, wewe kumbe siku hizi nimekuona umebaliki, usitake kunipanda kichwa. Kwa nini kumtahadharisha mtoto wako kwamba ukibaliki unafanya mambo kadhaa? Na wasichana ni hivyo hivyo. Hakuna mama ambaye kwamba anamkalisha msichana wake na kumwambia kwamba ukiwa msichana atakuwa kadhaa na kadhaa, unafaa kujifanyia kadhaa, unafaa kujiziwa na kitu kadhaa. Hakuna mama kama hao. Lakini kwa shopping za mashule, kwa shopping ambazo kwamba za mtoto wako kusoma, unamwandalia mwezi mzima. Lazima tuwafundishe watoto wetu ambao kwamba tuko nao kama wazazi nyinyi, ili tuwaelekeze katika mwelekeo. Itawapeleka wao kusikia uchungu wanapoacha amrisho la Allah, na itawapelekea wao kusikia uchungu wasipofanya amrisho la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto haswali lakini hana habari. Wallahi utasikitika, mtoto umemtoa juu madrasa. Wewe kama mwalimu unamfundisha, lakini wewe utamtoa juu madrasa, mtoto anaona baada ya dakika 3 kusaliwa, anaona akimbia nikose hii swala ya jamaa tu kwa sababu swala ya jamaa inanichelewesha. Utashangaa na mtoto kwani anafundishwa vipi? Mtoto anaona anapoacha swala jamaa ni bora kwa sababu hii swala jamaa nikiswali nayo inanichelewesha. Afadhali nikiswali peke yangu ninaswali haraka.
Kwa nini huyu mtoto unamwangalia huyu hana mzazi? Mzazi wake amfundishi kuhusu swala, mzazi wake amfundishi kuhusiana na tarbia ya watoto. Ndio maana taona watoto wanaharibika, sababu hatuwatii hofu za kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yusikumullahu fi auladikum, ana waseni nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala fi auladikum, kutokamana na watoto wenu. Ama sababu nyingine, annahu yata'inu ala awba'i al-awamir an yatbiqu hudud Allah, annahu yata'inu ala awamir Allah, ni kule mwanadamu kujizingatia na kutopanda mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kule mwanadamu kuzingatia kutopanda mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kama Muislamu unajizingatia wewe ni nani? Usipende kujifanya mtu ambaye kwamba ni Muislamu lakini vitendo vyako huna Uislamu hata kidogo. Huogopi mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anakuharamisha kuiua nafsi, lakini wewe Allah subhanahu wa ta'ala haumuogopi kwa kile unachokifanya. Ama sababu nyingine, yambaghi, inamlazimu an tahadhara fi juhudi jamii min almuharabati afati alasri, ni kule mwanadamu muharabati almihaddarat, ni kule mwanadamu kuipiga vita mihaddarat ambayo kwamba inaendelea katika miji yetu, mihaddarat ambayo kwamba inaingia katika ulimwengu huu. Tunafaa kuipiga vita kama Waislamu ili kusisitiza tatizo kama hili, kwa sababu ukiangalia miongoni mwa sababu kubwa ambayo kwamba inapelekea haya mambo kufanyika ni kuenea kwa mihaddarat. Nafsi imekuwa tushazoea, mji wetu tu wa Matodoni tukiangalia, tushazoea mwaka baada ya mwaka, tushazoea kuna mtu anachinjwa na kutiwa ndani ya gunia na kutupwa barabarani. Mwaka baada ya mwaka tushazoea. Miongoni mwa sababu watoto ni walevi. Miongoni mwa sababu watoto wamechanganyikiwa na ulevi. Kila mtoto anainukia staili yake ni ulevi. Na hayo tu si kutosheka kwa hapo, ndio wanapelekea wao kwenda kufanya mambo ambayo kwamba hayana imani katika nyoyo zao. Ahibatul kiram, Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea adhabu ya yule ambaye kwamba atakayekuwa nafsi pasina haki. Na tukasema kwamba kuwa nafsi si lazima ushike panga umchinje mtu. Kuna watu wanatumia njia zingine ambazo kwamba ni za chini hatuzitambui, lakini wao ni ashaddu kuliko watu wale ambao kwamba wanachinja mapanga. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yaqtulu mu'minan, na yoyote mwenye kumuua muumini mutaammidan, kwa kusudi, fajazaohu jahannam, huyo malipo yake ni motoni, khalidan fiha, ataingia motoni milele. Yoyote atakayemuua muumini kwa kusudi, akamua mutaammidan kwa kusudi, ataingia motoni, khalidan fiha, ndani yake milele. Wa ghadiba Allahu alayhi, na atamkasirikia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wa la'anahu, na atamlani yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wa adda lahum adhaban alima, na atamwandalia yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala adhabu kali. Madhambi manne, iqabu nne kwa mtu ambaye kwamba amefanya jambo ya kumuua muumini mutaammidan, kwa kusudi. Allah subhanahu wa ta'ala atamtia motoni milele. Allah subhanahu wa ta'ala atamkasirikia. Allah subhanahu wa ta'ala atamlani. Allah subhanahu wa ta'ala atamwandalia yeye adhabu ambayo kwamba ni kali. Wewe ukasirikiwa na Mwenyezi Mungu, wewe ulaaniwe na Mwenyezi Mungu, ni nani atakayokuwa siku ya kiyama? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hakuna, aliwaambia maswahaba zake, hakuna mtu atakayeingia peponi kupitia amali zake. Mtume alipoambiwa hivyo, na maswahaba walipoambiwa hivyo na Mtume sallallahu alayhi wasallam wakashangaa, kwa nini mtu hatoingia peponi kupitia amali zake? Maswahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, walau anta ya Rasulullah, hata wewe Mtume wa Mwenyezi Mungu hutoingia peponi kwa matendo yako? Kwa sababu Mtume tukimfikiria sifa yake ni kubwa, miongoni na sifa tosheka nayo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, madhambi yaliyopita umesamehewa na madhambi atakayokuja wewe Mtume umesamehewa. Lakini kupitia hayo yote Mtume akamwambia hakuna mtu ambaye kwamba ataingia peponi isipokuwa. Maswahaba alipomuuliza walau anta ya Rasulullah, Mtume akamwambia walau ana, hata mimi ambaye kwamba mnaniona ni mtume, nasamehewa madhambi yangu yote, sitoingia peponi kwa matendo yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia isipokuwa yule ambaye kwamba atamrehemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa utarehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuingia peponi. Ndio maana akaambiwa irham man fil ardi yarhamuka man fis sama, mrehemu muislamu wako aliyoko katika ardhi
mrehemu ndugu yako uliokuwa naye katika ardhi, ndio Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atakurehemu. Lau utamchinja mwenzako, lau utamroga mwenzako umweke kiti, lau utamla mwenzako, rehema gani utaipata kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na tuelewe kwamba Allah subhanahu wa ta'ala vile unavyoishi na waja ndivyo yeye atakapokwenda kukulipa. Inna Allaha yuamilu abdi kayfama yuamilu abda ibadallah. Allah anaamiliana na mja vile mja anavyoamiliana na mja mwenzake akiwa katika ardhi. Utaondoka katika ardhi watu wakikushikia pua, ndio Allah naye atakwenda kukushikia pua. Ukiondoka katika ardhi ukiwa unasifiwa, ndio Allah naye atakwenda kupata sifa zake. Lakini jua kwamba bishara ya mtu mbaya ni yule ambaye kwamba ukiona ameondoka katika ardhi watu wanamshikia pua, ndio hana wema utakwenda kumsaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukimwona mtu ameondoka katika ardhi, watu wanasikitika kwa muondoko wake katika ardhi. Kama mzee wetu tunasikitika kwa muondoko wake katika ardhi, alikuwa akitufungia msikiti. Tunaona imani kwamba tumekuwa ni lazima kila baada ya saa 2:30, saa 3 napiga hito msikiti umefungwa ama hujafungwa. Hii ni imani ambayo kwamba watu wengi wameathirika nayo kuondoka kwake. Hivi alipoondoka ndivyo Allah atakapomchukua huko siku ya kiyama. Vile ambavyo kwamba wale wanakuongelea katika hii dunia kupitia mazuri unayofanya, ndivyo Allah atakwenda kukulipa nayo. Lakini ikiwa huna huruma na aliyoko katika dunia, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukurehemu. Adhabu nyingine ya mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau anna ahla as-samai, lau watu wa mbinguni, wa ahla al-ardi, na watu wote walioko katika ardhi, lau viumbe wote vilioko katika mbinguni na viumbe wote walioko katika ardhi, ishtaraku fi dami mu'min, watashirikiana katika damu ya muumini au Muislamu. Viumbe walioko katika mbingu na viumbe wote walioko katika ardhi, lau watashirikiana katika kumuua muumini mmoja, la akabahumullahu fi an-nar, atawatupa wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wote motoni. Lau walioko katika mbingu na walioko katika ardhi watashirikiana kumuua tu Muislamu mmoja, nyote mlioko katika mbingu, nyote mlioko katika ardhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuwatosa motoni. Kuonesha la kumuua Muislamu ni jambo zito, lakini watahsabunahum hayyinan wa hiya inda Allahi al-azim. Hili jambo tunalitukulia ni dogo, lakini mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima warḍu 'anil khulafa'il arba' minhum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum wa 'an sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma sahhil lana mimma nurid wa najjina mimma nakhaf بفضلك يا لطيف. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوباتنا يا اله الاولين فرج على المسلمين. ان الله يأمركم بالثلاثه وينهى عن الثلاثه، يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم ترحمون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.